Baba, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, hali yako ikoje? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Tumemwona wewe ndio baba mzazi wa Abdul Suleiman Sopu. Kwanza tuambie namna ambavyo umemuona kijana msimu mzima, umemuonaje? Kwanza kabla sijatolea maelezo, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kijana wangu kufikia hatua hii. Moja, anasema katika msimu huu kidogo ilikuwa hatua zake zilikuwa ngumu kidogo kutokana na majeraha, ilikuwa anamsumbua sana. Lakini katika kwa ni kipaji cha kwake, basi bado yupo kwenye kipaji chake, na kipaji chake bado nashukuru kipaji chake bado kiko vizuri. Namwombea Mwenyezi Mungu tu kila jambo la kheri limfikie yeye na afanye vizuri zaidi kuliko ni hapa. Kama ambavyo umezungumza, umesema kwamba hakuwa na msimu mzuri sana, amekuwa na panda shuka kwa maana ya injuries za hapa na pale. Kwenye kipindi kigumu ulikuwa unazungumza nini na mtoto wako kuhakikisha kwamba hatoki mchezoni? Kwanza nilimwambia Mwenyezi Mungu kitu anachokipanga kikufikie kitakufika, ila usiweke sana moyoni, fikiria. Lakini pia mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mitihani, maana Mwenyezi Mungu ana mitihani na mitihani huwa inamfika mtu, lakini kubwa ni kuvumilia. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, utapona hayo majeraha yanayokusumbua. Tukizungumzia tamasha hili kwa ujumla, amekwisha kwa jamii mtoto wako, pia mwitikio unaozungumziaje? Watu wa Kilwa kuna namna wameitika. Moja kabisa ni wapongezi watu wa Kilwa kwa kile ambacho kuwa wamekionyesha. Mimi mwaka jana sikuhudhuria katika tamasha hili, lakini mwaka huu Mwenyezi Mungu amejalia nimehudhuria. Nimeona mwitikio wa watu wa Kilwa. Moja, wamejitoa na wanakuja kwa wingi. Naamini kama kulikuwa na kiwanja kimejengewa kiko vizuri na tengenezwa na utaratibu wa kupata pesa kidogo, naamini mambo yangekuwa mazuri zaidi. Baba, wewe ligi kuu ni shabiki wa timu gani? Dada, kiuhalisia narudia tena kiuhalisia. Kuna vitu vinaitwa mapenzi na kuna vitu vinaitwa kazi. Ndio. Kama kitaalamu nikikwambia kuna mapenzi na kazi, mimi nipo kwenye kazi. Upo kwenye kazi. Kama nilipo kwenye kazi, maana yake unamtokea kwa kheri mwanao alipokuwepo na wewe upo. Kwa wewe naye pia ni Azamu. Alipo mwanao na wewe upo. Na wewe upo. Mapenzi nilikuwa Ndanda, nikatoka Ndanda, nikaenda Coast nikatoka. Sasa nilipo Azam, sasa sijajua nitaendelea na wapi. Kimapenzi. Kuna mapenzi na kazi. Sasa chukulia mapenzi, mimi shabiki wa Wananchi. Yanga Afrika. Nimezunguka kikazi. Nipo kwenye kikazi. Sasa kipindi kile mwanao yuko Coastal Union, nakumbuka aliweza kumfunga kutikisa nyavu za Djigui Diarra goli 3 za Abdul Suleiman Sopu. Wakati huo ulikuwa kama shabiki wa Yanga Afrika, ulijisikiaje mwanao wa kumzaa anakwenda kuitikisa Yanga Afrika? Moja, kama nikurudie tena, kuna kazi, kuna mapenzi. Ndio. Kuna kazi na mapenzi kama nilivyozungumzia. Mapenzi yatabaki kwenye macho. Sawa, kama leo nitambua kama mwamu yangu hapa, nilifahamu yeye Yanga toka za siri. Kwenye macho ataniona nipo kwenye Yanga, lakini kwenye mapenzi ya kazi ndani ya moyo wangu nipo kwa kijana wangu, kwa sababu kafanya vizuri. Kwa hiyo lazima kijana wako anapofanya vizuri, lazima uwe pamoja naye kumsupport. Na miongoni mwa wachezaji ambao wanasifika sana kumtungua Diarra pale golini ni pamoja na Abdul Suleiman Sopu. Baada ya mechi ukiona amewafunga, unamfuata Abdul, unazungumza naye nini au unamtania vipi? Rudia tena swali, maana swali limekaa kidogo. Miongoni mwa wachezaji ambao wanasifika kuweza kumtungua Diarra pale golini kwa maana ya kumfunga Diarra pamoja na Abdul Suleiman Sopu, pengine ukiona namna hiyo mwanao anamsumbua sana Diarra golini, anamfunga sana, baada ya mechi unakutana na mwanao, mnazungumza nini, mnataniana vipi? Moja, nilimwambia mimi mwanangu kaza tu. Kwa sababu upo kazini na sifa ya kazi mpira unachezwa uwanjani. Unapoonekana ndipo unapopata mafanikio. Kwa hiyo sijali mimi kumwangalia Diarra au kuniangalia mimi. Wewe fanya kazi tu mwanangu. Lakini ukirudi huko kuna namna unaumia. Kuna kitu nimekwambia, nirudia tena. Kuna mapenzi na kazi. Usoni ukutaniona na mapenzi ya Yanga. Sopu kabla yuko Coastal Union alikuwa anahusishwa na klabu mbalimbali. Ushawahi kuwa mara moja kuwa sehemu ya kumshauri labda aenda kwenye klabu gani? Kwanza nimempa fursa mwenyewe, kwa sababu sisi kama tunavyozungumza, sisi ni watu wa visiwani.
kama watu wa visiwani, kuna vitu ambavyo kwetu sisi vinakuwa vipya, na kama vinakuwa vipya unaangalia utaratibu jinsi gani ulipo. Kama itakuwa wewe upo huko kazini, maana mafanikio ya kazi anayaona yeye. Mimi ni ushauri wangu, wewe ni piga kazi tu. Maana yake Yanga anakuja, Simba anakuja, Azam anakuja. Kosi. Simba anakuja, Yanga anakuja, Azam anakuja. Baba, piga kwenye pesa, fanya kazi. Usiangalie mapenzi ya timu na nini, angalia maslahi yako. Mimi utapokwenda niko pamoja na wewe. Hujawahi kushawishika kwa namna moja ama nyingine, pengine kumvuta mtoto naye akarithi timu ya baba? Kurithi kivipi? Si timu yako, si Mwananchi. Mtoto naye pengine aje huku upande wa baba. Kwanza kushawishika. Kwanza unajua kuna mapenzi, huwezi kumshawishi kijana. Kwa sababu mapenzi yana asili. Mimi na watoto kama watatu pale. Kuna Hasani, kuna Abdu na kuna Hussein Bauche. Hapo wote walikuwa uwanjani hapo. Sasa hao wote kila mmoja huwa na mapenzi ya timu yake. Uhuru kwangu mimi wale uhuru, kwa sababu mapenzi huwezi kumlazimisha mtu au kumlazimisha mtoto au kumwambia baba mzali mimi nilipo huku na wewe njoo huko. Angalia maslahi na mapenzi jinsi gani unavyokwenda nayo. Sawa baba, shukrani sana. Mimi nawashukuru sana, maana kama mmeniweka katika mtihani ambao kwa sikutegemea, isipokuwa huyu kijana huyo, maana nimekaa kule nimejificha kanichukua akaniambia bwana twende huko, kwa sababu hili jambo la kwetu, kama la kwetu tusikae nyuma. Yangu mimi kwani nimeamua nimlete hapa moja kwa moja aje kuongea na watu ili wajue mtambue, maana anajificha sana. Hata hapo unajua sikutokea hapo, nimekaa kama mtu wa kawaida, kwa sababu sitaki niwachanganye, kwa sababu na watoto nao ukiwaona baba yuko pale, wakati wengine watoto nao unawachanganya, sababu baba anatuona nini, wala kidogo kai